Haya, chap chap bibi akawa amejiandaa. Anaenda zake kazini ingawa amechelewa. 맞다. 오늘이지. 기자님! 현상! 왔어? 너 요즘 연애 안 Hasa vipi, umeshapata mwanamke nini? Mbona umependeza hivi? Huyu hapa ni rafiki yake anaitwa Yunsu. Walisoma wote. Ina maana kwamba ni marafiki tangu walivyokuwa wanasoma. Anasema leo umependeza sana, umependeza kweli kweli. Au ni kwa sababu ya interview nini? Anasema kwa mimi wasipendezi Anasema mimi najipenda mwenyewe bwana. Vipi interview ilikuwaje? Anasema by the way interview ilikuwa nzuri, nimetoboa. Nashukuru Mungu kwa kweli nimetoboa. Hata hivyo pia nakushukuru. Unanishukuru kivipi kwa maneno? Hebu ninunulie chakula basi. Anasema of course nitakununulia. Unataka kula nini? Anasema hata sielewi. Chochote tu. Jamaa anasema unaonaje leo usiku tutoke? Binti ana wasiwasi sana na hili kovu. Ambia Yunsu, niambie. Hivi hebu angalia. Nimewahi kuwa na kovu mwanzo. 흉터? Kovu. Nafikiri sijui ilikuwa ni kipindi tulivyokuwa form 3. Form 3. Ndo hii siku yenyewe. Lakini hebu subiri. Ina maana hili kovu sikuwahi kuwa nalo, si ndio? Anasema nakumbuka siku hiyo ulikuwa umedondoka tukakupeleka kwenye kliniki kutibiwa. Kwa hiyo mimi kumbukumbu zangu hazipo vizuri au vipi? Anasema ilikuwa hivi. Siku hiyo ulitoka tu ghafla darasani. Ukaondoka, sijui hata ulikuwa unaenda wapi. Baadaye nikakukuta upo na Sojuni. Hasa hili tukio namna lilivyokuwa limetokea mwanzo ni tofauti na hili ambayo binti ameliona kwenye time travel au yeye anavyodhani ndoto. Lilikuwa tofauti. Alidondoka lakini hakudondoka kwenye ngazi mwana mambo na ile kovu lilipona. Anasema lakini mimi nakumbuka ni kama vile hilo kovu lilipona. Vipi, kwani kuna tatizo? 기억이 안 나서? Haukumbuki? Anasema nakumbuka, nimekumbuka. Kumbe. Hivi kumbukumbu zangu zina shida au vipi? Mbona vile sielewi. 그래서 오늘 퇴근 언제라고? Vipi? Kwa hiyo kazini unatoka saa ngapi? Nataka nikupeleke kwenye restaurant moja nzuri sana. Binti akasema hapana. Nafikiri tutafanya hivyo next time. Kuna kitu amekumbuka hapa. Chap chap wakawa amekuja nyumbani. Anapiga simu. Hello? Anampigia rafiki yake Sojuni. Sorry, anaitwa Sojuni. Anasema kuna kitu nataka nikuulize. Hivi unakumbuka nimewahi labda kuumia kwenye goti langu mwanzo? Kipindi labda tulivyokuwa tunasoma. Anasema kuna siku moja hivi. Nimekumbuka. Kuna siku bwana ulitoroka. Sasa ulivyotoroka bwana, sijui ulienda wapi. Alafu mimi nikamdanganya mwalimu. Nilivyomdanganya mwalimu, mimi pamoja na Kim Yung tulipewa adhabu kwa kosa la udanganyifu. Nakumbuka siku hiyo bwana, wewe ulienda hospital baada ya kudondoka ukaumia. Jamani, hii ni ndoto au vipi? Mbona kama vile sielewi. Unanisikia wewe? Harini? Binti bado hajaelewa kwamba hii ni nini. 그냥 나도 너 찍어주고 싶어서. Anajaribu kuvuta kumbukumbu ya kila alichokiona kwenye ndoto. 내가 어제 꿈을 꾼 것 같은데. Anasema bwana, usiku wa jana nimeota ndoto, lakini sasa hii ndoto ni kama vile ni ya kweli. Hebu nitakupigia baadaye. 그럼 내가 과거로 갈 수 있다는 건가? Akaangalia kwenye simu yake, anakutana na picha ambayo ameipiga jana usiku. Hasa imekuwaje? Yaani kama vile yupo njia panda. Anajaribu kurecall baadhi ya matukio ile siku ambayo alimpoteza mpenzi wake, yani ile siku ambayo Sojuni alikufa. Anakumbuka siku hiyo alikuwa anaelekezwa na Sojuni. Walikuwa wanapiga swali mbili tatu, jamaa akamuuliza swali moja. Hivi, wewe unanichukuliaje? 과거를 바꾸면 지금 현재도 바뀔 거다. 되돌아갈 수 있는. Ndo akagundua kwamba hapa kuna kitu kinaitwa time traveling.
kuona uwezo wa kurudi nyuma afu nikazuia tukio la Sojun kufa, lakini bado hajajua namna ya kuweza kurudi kwenye hiyo time traveling. Mwana mambo hayo, namna ya kurudi nyuma ya muda bado hajagundua. Basi akaanza kuhangaika. Hapo ameshaelewa kabisa kwamba kuna namna anaweza karudi nyuma ya muda na akamsaidia mpenzi wake asife. Mwana mambo hayo, kuhangaika ukawa kwingi. Sasa binti anaitwa Harin anapiga mahesabu, narudije huko nyuma, narudije kwenye time traveling. Hasa nakumbuka usiku wa jana vile alivyochoma ile picha, ndo likatokea tukio la yeye kurudi nyuma ya muda. Tena narudi mwaka ule ule na siku ile ile ambayo picha hiyo uliweza kuipiga. Akasema hebu ngoja nijaribu, huenda nikifanya hivi ndo nita travel nyuma ya muda. Hebu ngoja. Ana testi Zali. Ile tarehe tulivyoungua kweli, binti akarudi nyuma ya muda, yani akatravel. Yupo shuleni kabisa, lakini swali kujiuliza imekuwaje? Akatabasamu, nimeweza. Alifurahi huyo, alifurahi kweli kweli. Ina maana sasa hapa mission iliyopo ni kumsaidia Sojuni. Sojuni yuko wapi? Hapa sasa ni kupambana kuzuia tukio la Sojuni kufa, kwa sababu kama amepata uwezo wa kurudi nyuma ya muda, basi hata lile tukio la Sojuni kufa ataweza kulizuia. Atawezaje? Akamwambia Sojuni, niambie, mbona umenifuata hapa? Anasema nisikize kwa makini. 무슨 일이 있어도 죽지 마. Anasema haijalishi ni kitu gani kitatokea, lakini naomba usife. Don't die. Usife. 내가 너 죽게 안 냅둘 거야. Nitakuwa makini sana kukulinda ili usife. Jamaa wako anashangaa tu, vipi tena? Kumbuka anayeelewa hii hali ni binti Harin peke yake. Ingawa amerudi nyuma ya muda na yale matukio yote anayaona, lakini wengine hawaelewi kitu chochote. Aiseni bala. Naomba tuishie hapa hivi katika nafasi ya 4. Wanaita Blue Birthday. Mambo ni moto kweli. Sasa binti amepata chansi ya kurudi nyuma ya muda, na anachohitaji sasa hivi ni kumsaidia mtu anayempenda ili asije kufa. Atawezaje kufanya hivyo? Je, hilo litawezekana? Mimi sina majibu. Ni kuombe tu baki hapo kulipo. Basi narejea vipunde kuendelea katika nafasi inayofuata, yani episodi ya 5. Bye bye. 찍을게. 하나, 둘, 셋.